baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote niwakaribishe ndani ya tukio letu hili, tukio ambalo ni adhim, tukio ni la kihistoria, ambapo tukijaribu kuangaza kwenye bango linatueleza kwamba ni mara ya pili. Kwa hiyo niseme ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, karibuni sana. Sambamba na hilo, nitoe historia fupi inayohusu mahadi yetu hii. Mahadi yetu hii ilianza mwaka 2012 maeneo haya ambayo tuliokuwepo, lakini baada ya hapo ikatoka hapa ikaelekea Girls, palipokuwa na shule ya sekondari ya Girls ikawepo pale, lakini baada ya hapo ikaelekea msikiti wa Nurul Yaqin kwa kipindi hiko, ama hivi sasa baada ya utengenezaji na uboreshaji ni Jami' Nurul Hikma. Hizo ndio sehemu ambazo mahadi yetu huko nyuma imepitia. Lakini mnamo tarehe 8 mwezi wa 8 2020 mahadi ilienda rasmi veterinary, ambako kwenye msikiti au uliopo msikiti wa Sheikh Nuruddin Kishki ilianza rasmi kuwepo hapo, na ilipokuwepo hapo ndipo ikawa sasa kama niseme ni rasmi, kwa maana kukawa na fusul mbalimbali na marahil zilizopangiliwa. Na wakati ilipofika kule, si kwamba kulikuwa na jengo maalum tayari limejengwa rasmi kwa ajili ya mahad, hapana, bali tulifikia msikitini, ndani ya msikiti wa Sheikh, tukawemo mule, tukawa tunasoma kwa mtindo wa kama halakat, yani tukawagawa wale wanafunzi kulingana na mustawa zao, tukawa tunafundisha kwa mtindo huo. Na wakati huo walimu walikuwa takriban kama 5. Lakini baada ya muda mfupi, kwa juhudi za viongozi wetu, Rais al-Muassasa Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal, lakini pia na ndugu yake Sheikh Nuruddin Kishki, kwa bidii zao, baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, pakapatikana mahala maalum ambako tulipanda kwa ajili ya vijana ili wasome, na pakapatikana fusul mbalimbali. Hapo masomo yaliendelea, wanafunzi walijitokeza mpaka kufikia mwaka jana, ndipo tukafanya tukio kama hili mwaka jana, ambao tarehe ilikuwa ni hii ya leo na mwezi huu wa leo, kwa maana ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 10, tofauti ni mwaka peke yake. Na kwa awamu ile walitakharaj vijana 11. Hawa walikuwa ni vijana wa kiume peke yake. Tutambue ya kwamba mahadi yetu ina vijana na wasichana, kwa maana yani banin wa banat,
Lakini kwa awamu ile, kwa upande wa wasichana ilikuwa bado hawajafikia hatua ya kuhitimu. Hivyo basi walikuwa ni wavulana peke yao. Ama leo hii kama mlivyoshuhudia, walillahi alhamdu wal minna, kwamba tayari na upande wa wasichana pia wamepatikana wahitimu. Ndugu katika iman, kuanzia mwaka jana mpaka hivi leo ambapo tunasherehekea mahafali ya wale ambao waliomaliza, walillahi alhamdu wal minna, tumepiga hatua mbalimbali. Kwanza ifahamike ya kwamba mahadi yetu ina marahil 3 mpaka hivi sasa. Tulianza mwanzo kabisa na mpaka sasa hivi tumefika pale ambapo tulipokuwa tunakusudia. Tuna marhala tamhidia. Marhala hii ina miaka 2 na ni marhala ya mwanzo kabisa. Na marhala hii ni kwa wale ambao wanaokuja imma hawajui chochote au wana kitu kidogo tu katika elimu waliokuwa nayo. Ama marhala ya pili ni marhala al-i'dadiyya au al-mutawassita. Marhala hii ina miaka 3. Na kwa hao waliohitimu ni wametimu kwa hii marhala. Ama marhala ya 3 na ya mwisho ni marhalatu thanawiyya. Hivyo basi tufahamu ya kwamba mahadi yetu ina marhala hizo zote 3. Kwa upande wa masomo, vijana wao wanasoma kuanzia asubuhi mpaka saa 6:30. Ama wasichana wao wanaanza kusoma kuanzia saa 7:30 mpaka saa 12 kasoro. Ndugu zangu katika iman, mahadi yetu ina walimu mbalimbali, ina walimu kutoka vyuo mbalimbali waliohitimu ngazi tofauti tofauti. Na mpaka hivi ninavyozungumza tayari tuna walimu takriban 17. Walimu hao kuna wale walimu wa kiume, lakini pia kwa kuwa tuna kitengo cha wasichana, kadhalika tuna walimu wa kike. Mwalimu mkuu anayetusimamia sote kwa ujumla ni mushrifu wetu, kwa maana ni kiongozi wetu, Sheikh Nuruddin Kishki. Nafikiri sote tunamfahamu. Yeye pia ni miongoni mwa walimu wanaofundisha Mahad al-Hikma. Kadhalika tuna Sheikh Abdullah Musa ambaye yeye ametokea Sudan. Kadhalika kuna Sheikh Abdullah Al-Adal, yeye amehitimu Jamiatul Islamia. Kadhalika kuna Sheikh Bashir, yeye amehitimu Jamiatu Raf kule Kenya. Kadhalika kuna Sheikh Yusuf, yeye amehitimu Jamiatu Afrika ya Sudani. Lakini pia kuna Sheikh Hamza Ramadhan, yeye amehitimu Jamiatu Thiqa kule Kenya. Kuna Sheikh Rajab, yeye amehitimu markaz ya Kimisri hapa Changombe. Kadhalika Sheikh Ismail Muhiddin, yeye amehitimu Jamiatul Azhar kule Misri. Kadhalika tuna Sheikh Said Isa, yeye amehitimu chuo cha Al-Haramain. Kadhalika tuna Sheikh Muhammad Ali, yeye amehitimu kulia
Darasatul Islamia kule Mombasa. Waliobaki ni walimu wa kike ambao wao pia wamehitimu maahid mbalimbali kwa marhala ya thanawi. Ndugu zangu katika iman, baada ya kusema hayo na utambulisho huo mfupi, nitoe tu ujumbe ya kwamba mahadi yetu kama alivyosema kijana ya kwamba inatoa elimu bure pasi na malipo yoyote. Hivyo basi nitoe wito kwa wazazi na walezi waweze kuleta vijana wao, wasichana wao, ili wapate elimu, kwani elimu inatolewa bure kabisa pasi na malipo yoyote. Baada ya kusema haya, wal afa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.